Maombi iko na nguvu ya kuondoa chochote kimesimamishwa mbele yako kuwa kizuizi chako. Maombi iko na nguvu ya kuondoa mbele yako. Maombi iko na nguvu ya kukuepusha na chochote kimewekwa ama kinalenga maisha yako. Maombi iko na nguvu katika jina la Yesu. Maombi iko na nguvu ya kuondoa milima, hali ngumu, hali ambazo ni kichwa ngumu, hali ambazo zimepaya mpaka zikakuwa kama mlima mbele yako. Maombi iko na nguvu ya kuondoa hali yoyote ambayo inakaa kama ni mlima ya kukuzuilia usiendelee mbele yako. Maombi iko na nguvu ya kuondosha magonjwa katika maisha ya mtu katika jina la Yesu. Maombi iko na nguvu ya kufungua milango ambayo imefungwa kwa ajili yako. Maombi iko na nguvu katika jina la Yesu. Maombi iko na nguvu ya kusababisha kile ambacho ni chako kimeshikiliwa kiachiliwe. Maombi iko na nguvu ya kusababisha iachiliwe. Maombi iko na nguvu ya kuondoa hofu. Hali ambayo unapitia imeleta hofu ndani yako, kimbia uombe. Baada ya kuomba, hofu itaondoka. Maombi iko na nguvu ya kuondoa wasiwasi ambayo uko nayo. Enda omba. Hicho ambacho kinakupea wasiwasi, enda omba. Baada ya maombi utapata ya kwamba wasiwasi hakuna tena, kwa sababu maombi, katika maombi tunatiwa moyo. Mara nyingi tunaenda kwa maombi tukiwa tunalia, tunatoka tukiwa tunafurahi. Kwa hivyo maombi iko na nguvu ya kubadilisha hali yako. Maombi iko na nguvu ya kubadilisha hali yako. Yesu alienda kuomba akisema, ondoa hiki kikombe, ondoa hiki kikombe. Alirudi akiwa asemi, ondoa kikombe. Bwana asifiwe. Yesu alienda akiwa ana nguvu, alirudi akiwa na nguvu. Kwa hivyo maombi iko inakupatia nguvu kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Maombi inakupatiwa nguvu. Katika maombi tunatiwa nguvu. Katika maombi tunatiwa nguvu. Katika maombi yale ambayo ulikuwa unaona haiwezekani, ukiomba utaona inawezekana. Bwana asifiwe. Ni nini hii inaendelea kupigana na wewe? Maombi iko na nguvu kuishinda hiyo kitu katika jina la Yesu. Ni nini hii imetumwa kukuangaisha, kukuangamiza, kukusumbua? Leo nimekuja kutangaza maombi iko na nguvu ya kukuwezesha kushinda, ya kukuwezesha kuendelea katika jina la Yesu. Niko hapa kukusihi na kukuambia, badala ya kuogopa, wewe omba. Badala ya kuendelea na wasiwasi, wewe omba. Badala ya kutokuamini, wewe omba. Badala ya kuambia watu mambo yako, ombea mambo yako. Badala ya kuongea mambo yako, ombea mambo yako katika jina la Yesu. Badala ya kutafuta watu wa kuonea huruma, enda kwa maombi katika jina la Yesu. Maana katika maombi kuna suluhisho. Nasema katika maombi kuna suluhisho. Nasema katika maombi kuna suluhisho. Nasema katika maombi kuna suluhisho. Katika maombi kuna suluhisho. Katika maombi kuna ushindi. Katika maombi kuna ushindi. Sijui ni vita gani ambayo unapigwa. Ingia katika maombi utashinda. Omba utashinda. Omba utashinda. Omba utashinda. Omba utashinda. Omba utashinda. Omba utashinda. Maana maombi yana nguvu ya kukutoa mahali wanadamu wamekuweka. Maombi yana nguvu ya kukutoa katika shimo ambazo watu wamekuchimbia. Maombi yana nguvu ya kukutoa katika shida ambazo watu wamekuweka. Maombi yana nguvu ya kukutoa huko mahali ambapo
amekuweka. Maombi iko na nguvu ya kuzuilia silaha zote zinazoinuliwa kinyume na wewe, na ndiyo maana Yesu alisema omba pasipo kukoma. Na ndiyo maana Yesu alisema inakupasa kuomba siku zote. Unapaswa kuomba kila saa, unapaswa kuomba kila wakati. Usisahau kuomba. Kama unaweza sahau vitu vingine, usisahau kuomba katika jina la Yesu Kristo. Wewe mama unayepitia migumu, simama uombe. Unayepitia changamoto, ingia kwa maombi. Uliyejawa na wasiwasi, ingia kwa maombi. Katika maombi tunashinda, katika maombi tunaofahamu, katika maombi tunatokezea washindi, katika maombi hali zinabadilishwa, katika maombi hali zinabadilishwa, katika maombi vitu vinasimamishwa. Elijah alikuwa ni mwanadamu kama sisi, lakini aliomba mvua isinyeshe na mvua ikasimama. Maombi na nguvu ya kusimamisha kila hali ya kusumbua maisha yako, kila hali ya kutatiza maisha yako. Maombi na nguvu ya kuzuilia mvua ya shida, mvua ya matatizo, mvua ya mahangaiko. Maombi na nguvu katika jina la Yesu. Nakupa sifa wewe Baba, nakupa utukufu wewe. Wewe ni Bwana,
Wafalme 12 ndio tunaendelea kuangalia. Siku ya jana tuliona chapter verses 4, tukaona ya kwamba Herode akafanikiwa kumkamata Petero na akamweka ili amharibu siku fulani, ili amtendee kile ambacho amepanga kwa siku fulani. Na alipomkamata na kumweka, pia alimwekea walinzi wa kumchunga asitoke. Kwa hivyo siku ya jana tulikuwa tunaomba kinyume na kila roho ambayo imewekwa ikulinde usitoke kwa hiyo shida. Kwa maana tuliona ya kwamba kuna watu mpaka waleo wanachungwa wasitoke kwa magonjwa. Kuna watu mpaka siku ya leo wanachungwa wasitoke kwa shida. Kuna watu mpaka waleo wanachungwa wasiweze kukua sawa. Unapaswa kuelewa ya kwamba shetani pia anapofanya kazi pia hataki iharibike. Anapokufanyia jambo anataka udumu hapo siku zote. Kwa hivyo anaweka monitoring spirit ziweze kukuchunga, kumonitor hatua zako usiwahi toka kwa hiyo shida. Namtukuza Mungu kwa sababu hazina uwezo. Popote ulikuwa unachungwa usitoke, umetoka kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Walichunga mpaka Yesu asifufuke Bwana. Haleluya. Amen. Kwa hivyo chochote kimewekwa cha kukuchunga ambacho bado kinafuatilia maisha yako, zidi kupigana nayo, zidi kutangaza, hamutanizuilia kutoka. Tuko na watu wengi sana mahali wako wanataka sana kutoka, na kila mara wanapojaribu kutoka inakuwa ni vigumu sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna hali mtu anapitia haitaki. Bwana asifiwe. Lakini kila mara anapotafuta mbinu ya kutoka, akijaribu kutoka inakuwa ni vigumu kutoka. Jina la Yesu litukuzwe. Yule mpendwa ambaye alikuwa katika ile birika alimwambia Yesu, kila mara malaika akishuka kutimbua maji, ninapokimbia kuingia napata mwingine amefanya nini? Amenitangulia. Kila mara ninapoweka bidii nasema raundi itakuwa sawa, kunatendeka mwingine ananiwahi. Kila mara unaposema biashara yangu ninainua kiwango chingine, unajaribu inakuwa vigumu, unajipata umebaki pale pale. Kila mara unaposema ninatangaza kubadilika maisha yangu, njia zangu, unapata ya kwamba ndio inakuwa vigumu kufanya hivyo. Ni kwa sababu gani? Kuna walinzi uwekwa katika ulimwengu wa kukuchunga usitoke hapo ambapo umeingia. Maana kukua kwako kwa shida, kuna ufalme ambao unafurahia. Walipomuua Yakobo, Wayahudi walifurahia. Bwana Yesu asifiwe. Na inamaanisha kwamba dunia ya sasa ukiangalia kwa ukweli jinsi kulivyo kwingi mpaka vya kushangaza kanisani, wakati mabaya yanapata mtu, watu wanafurahi sana. Ni kana kwamba watu walikuwa wanangojea mabaya itakupata lini. Wakati Mkristo amepatwa na shida, wengine pande hii wanasherekea, wengine pande hii wanafurahia. Ni kana kwamba walikuwa wanauliza atapatwa na shida lini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So ni ombi langu katika jina la Yesu Kristo ya kwamba ukombolewe kutokana na roho zinazokuchunga usitoke kwa hiyo shida. Bwana asifiwe. Nimeomba na watu miaka mingi hapa na ninaona nimepatana kabisa. Watu wanachungwa wasitoke kwa hizo shida. Watu wanatafutiwa mbinu ya kuhakikisha watoke hapo. Kwa hivyo kama kuna hali ambayo hauitaki kwa maisha yako na unajipata hapo, pigana na roho ambayo imewekwa ikuchunge usitoke hapo. Askari ambaye amewekwa anafuatana na wewe. Tunajua wale maaskari walinzi ambao ni bodyguards. Bwana asifiwe. Kazi yao ni kufuatana na wewe penye unaenda. Wao hawana mpango ya kuenda mahali popote. Mpango wao ni wewe. Penye utaenda ni hao wanaenda. Ukienda juu wanakufuata juu. Kazi yao ni kuchunga chochote kibaya kisikupate. Hivyo ndivyo ambavyo roho za ulinzi za kuchunga mtu asitoke kwa shida zipo. Unahama town unaenda town nyingine zinaenda na wewe.
Unabadilisha kazi ziko na wewe hapa kwa hapa, maana zinasema tuliambiwa tukuchunge usitoke kwa hii shida. Tuliambiwa tukuchunge usitoke sitari. Leo nataka nikuhakikishie kuna watu wamelazwa masitalini. Masiku zao za kukaa pale zilishapita, wanapaswa kuwa wametoka. Lakini kuna marozi na wachunga wasitoke huko. Amen. Imagine leo kuna watu ambao wana apply kazi na zinakubalika, lakini kuna maroza kuwachunga wasiandikwe kazi, wasipate hiyo kazi. Unapata mtu anatuma application zinaenda through, anapigiwa simu, anaambiwa kuja Jumatatu, lakini kuna roza kuchunga yeye asipate hiyo kazi. Unapata between nao na Jumatatu kunatendeka kitu, unapata akienda anaambiwa kazi ilichukuliwa. Hapana, kama ulikuwa umechukuliwa wewe, lazima upigane na roho ambayo inachunga kuhakikisha utapata. Wewe unajua bodyguard vile anafuatana na mtu ambaye anamlinda, hivyo ndizo hizi roho zinafuatana na wewe. Chochote, kuna zingine maroho zimewekwa zikuchunge chochote kizuri kisikuje kwako. Kuna maroho, hii Matendo ya Mitume 12:4. Kuna maroho zimewekwa zikuchunge chochote kizuri kisikuje kwako. Tuko na watu kitu mzuri haiwezi kaa kwa mkono yako. Kitu mzuri, kitu yoyote mzuri haiwezi kaa kwa mkono yako. Vitu inakaa kwa mkono yako ni vitu ambavyo havina value, vitu ambavyo si nzuri, vitu ambavyo havina maana, vinakuja na vinakaa kwa maisha yako. Lakini kitu ambayo ni ya maana haiwezi kaa kwa mkono yako, kwa sababu kuna roho iliwekwa chunga chochote kizuri asipate. Nakumbuka kitabu cha Exodus chapter 1, enda usome hiyo yote. Utapata ya kwamba wana wa Israeli walipojulikana ni wengi, yule mfalme alisema ya kwamba aliongelesha wakunga, akasema tutafanya kwa hila wasiongezeke. Akaongelesha wakunga wale wazalishaji, akawaambia wakati hawa wanawake wa Kiebrania wanazaa, akizaa kijana ua, akizaa msichana usiwe. Bwana asifiwe. Unajua kuzaa peke yako haiwezi, kuna mtu wa kukuzali. Sasa ako na wewe hapa kwa hapa. Just imagine. Kuna roho ya wakunga, sema roho ya wakunga, ya kuhakikisha usizae mtoto kijana. Mtoto kijana ni chochote ambacho kiko na nguvu ya kuleta mabadiliko kwa maisha yako. Bwana asifiwe. Alafu unajua mtoto kijana haendi, mtoto kijana anakaa. Halo, mtoto kijana afanye nini? Hatoki kwa boma, anabaki kwa boma. Lakini msichana atafanya nini? Ataolewa. Yani vitu vinaachiliwa kwa maisha yako ni vitu vya kutoka, ni vitu vya kuharibika. Lakini kitu yoyote ya kukuja kukaa, wanasema hiyo ua. Na hii inaendelea kwa maisha ya watu wengi. Kizuri kipigwe, kibaya kiachiliwe. Kizuri kipigwe, kibaya kiachiliwe. Enda vile juone vile mtazika. Watu wengi utazika ni wazee, watu wengine utazika ni watu wa maana. Lakini ni vigumu sana usikie mazishi ya mwenda wazimu. Ati mwenda wazimu amekufa. Mwenda wazimu ulimuona ukiwa mtoto mdogo, mpaka wa leo tu mpaka hako ananyeshewa na mvua yote, anakula chakula mbaya mbaya, lakini bado hako tu. Lakini kijana mzuri anamaliza university, anajichunga vizuri, anakufa. Hii spirit inaenda mpaka kwa familia, inasumbua familia. Unapata wale watoto wanaharibika ni watoto wa maana, watoto ambao wazazi walikuwa wanaona huyu ndiye atanisaidia, huyu ni wa baraka. Watoto ambao wamesoma ndio wanaharibika, watoto ambao wako na pesa ndio wanakuwa wabaya. Lakini kuna ndugu yako mwingine mlevi, sijui kama nini, ako tu ana kazi, ana nini, yeye ndio mzuri, yeye ndio mzuri, yeye ndio mzuri. Lakini yule mwenye amesoma university yako na kazi, hata ndiye aongeleshi watu, ndiye ashughuliki na watu. Sasa unapata ya kwamba kuna maroho pia ya kuweza kuangalia familia nzima, ina attack na mapema. Naitwa roho ya Farao na roho ya Herode.
roho ya kuwa kizuri cha kukuja kuleta ukombozi kwa jamii, roho ya kuwa kizuri cha kukuja kuleta mabadiliko. Herode alipopata ripoti mfalme wa wafalme amezaliwa, alipanga mara moja, huyo lazima akufe. Huyo anataka kuja kuleta mabadiliko, huyo tutaua. Huyo anataka kuja kuleta mabadiliko, huyo tutaua. Huyo anakuja komboa watu, tutaua. Huyo anataka kusamehe watu dhambi, huyo tutaua. Farao aliposikia kuna mkombozi, alinusa, alihisi kuna mkombozi amezaliwa, kasema watoto wauawe, akilenga kumuua Musa. Musa hakukuwa mtu wa kawaida, Musa alikuwa ni mkombozi. Kuna watu wengine ni wakombozi wa jamii zao. Kuna watu baba yako hatawahi jenga, mama yako hatawahi jenga, kwa sababu iliwekwa kwa mtoto fulani, yeye ndio mkombozi wa hiyo familia. Ninamuombea katika jina la Yesu. Ninamuombea katika jina la Yesu. Kuna watu ni wakombozi wa jamii zao. Mungu amewaachilia wameenda kusoma. Mungu amewaachilia wameenda ng'ambo. Sasa wanapaswa kurudi kubadilisha boma zao. Hao ndio wamefamiwa. Hao ndio wanachungwa wasikuwe na kitu ya maana. Yule ndugu yako, dada yako hapo na makaratasi mzuri mpaka wa leo hajawahi pata kazi. Lakini ndugu zako wenye hawajasoma wanapata kazi. Watu wenye wanapata kazi zenye hazina maana. Ninaomba katika jina la Yesu ukombolewe kutokana na roho za kukuchunga. Usitoke kwa hiyo shida. Roho za kukuchunga kizuri kisipate. Zinaweza zikatumwa kwa biashara yako. Muhakikishe customer wa pesa mingi asikuje. Zinaweza zikatuma mpaka kwa biashara. Ukapata tu wateja wanakuja ni kidogo kidogo, wanakuja na pesa kidogo, wanakuja na mnasumbuana, na hata wengine wakikuja hata hawanunui. Lakini hizo roho zimeambiwa mchunge. Mtu wa 3,000, mtu wa 5,000, mtu wa 10,000 asinunue hapo. Kuna duka hivi leo nataka nikuelezee, zinachungwa wateja wa maana wasiende kununua. Mimi nakuambia ukweli. Lakini kunaachiliwa wateja wengine wa 50-50, ni wengi wanakuja. Napata wateja 10, mchana mzima ni 500 peke yake umeenda naye. Sema roho za kuchunga. Wakaweka walinzi wakasema mchunge asifanye nini? Asitoke hapo. Ni wapi unachungwa usitoke? Ni wapi unachungwa usitoke? Ni wapi unachungwa usiingie? Ni wapi unachungwa usiingie? Wengine ni biashara inachungwa isipanuke, isikuwe kubwa. Napata unajana wateja wengi, sijui vile pesa zinaenda, lakini malengo yao tunachunga hii biashara isiwahi kuwa kubwa. Hata mahuduma zinachungwa. Huduma inaweza chungwa isiongezeke. Kuna wakati tulikuwa na roho mmoja hapa ya mchawi. Mungu alinisaidia. Alikuwa anakuja kanisa, mahali anakuja akae, hakuna watu wanaenda zaidi hapo. Alikuwa akikuja akikaa kanisa anakaa mahali hapa karibu. Akikaa hapo hakuna watu wanakaa nyuma yake. Kwa sababu amekuja kuchunga kanisa lisiende zaidi hapo. Nikawa naangalia kila siku, sema hapana, hapa kuna shida. Kuna mtu anaingia kwa kanisa kukaa, na mahali atakaa hakuna watu wanampita kwenda nyuma zaidi hapo. Na tukaomba tukashinda hiyo roho. Ninaomba ushinde hizo roho kwa jina la Yesu. Naomba ushinde hizo roho. That's why kuna mtu akitembea kwa biashara yako hautauza. Unajua ni vizuri kuangalia hata wale watu wanatembea kwa biashara yako. Ni vizuri kuangalia watu ambao unakuwa marafiki na wao. Wengine ni walinzi. Wengine ni nini? Wengine ni walinzi. Wewe unaona rafiki, lakini kumbe yeye ni nani? Yeye ni mlinzi. Unapata unaingia urafiki na mtu, kuanzia siku hiyo vitu haikuji tena kwa maisha yako. Unapata kuna mtu anatembea kwa biashara yako, akifika hivi nakwambia auzi, akitoka unauza. Bwana asifiwe. Akitoka mara moja unauza, akikuwa auzi.
Kuna urafiki wa watu, acha nikwambie, vile wako rafiki na wewe ndio maana vitu hazikuji kwa maisha yako, maana wako kuhakikisha kitu mzuri haitakufikia. Ndio maana unaona kuna marafiki ulikosana na wao, maisha yako ikabadilika. Kuna marafiki ulikosana na wao, vitu zenye zilianza kukuja kwa maisha yako, vitu vimeanza kuja na wewe hata ujui ni kwa nini. Ni kwa sababu kuna watu wengine wamekuja kukuwa walinzi, chochote kizuri kisikuje kwa maisha yako. Hii inamaanisha kwamba unapaswa kupima marafiki zako, unapaswa kuangalia kukua kwake karibu na wewe, vitu vinafanyika ama vitu vimesimama. Wacha tu kuangalia urafiki. Hapana, angalia kukua kwake kwa maisha yako, vitu vinafika ama ndio vitu havifiki kabisa. Nakumbuka Abraham na Lutu. Mungu hakumwambia Abraham atoke na Lutu. Mungu aliambia Abraham, toka wewe tu na jamii yako. Alikuwa atoke na mke wake na wafanyakazi wake, laini Abraham peke yake. Lakini alipotoka akachukua mtoto ya ndugu yake. Hiyo hakuambiwa hiyo. Safari ikawa na misukosuko. Safari ikawa na mambo mengi, hata sauti ya Mungu ikadisappear. Abraham alisaidika, akapata ufunuo, akajua mtoto ya ndugu yangu ndio shida wewe. Huyu sikuambiwa nitembee na yeye. Ni nani ameruhusiwa kutembea na wewe? Sio kila mtu atatembea na wewe. Si upate ufunuo kama Abraham na uanze kusema tangu nianze tembea na huyu, tangu nianze kuwa urafiki na huyu, ndio mambo yafanye vizuri kwa maisha yangu. Umwambie enda hivi na mimi nitaenda hivi. Maana kuna watu siku ile wataondoka kwa urafiki ya maisha yako, maisha yako itapata njia. Kuna watu mpaka wa leo kwa msituni, maana walio karibu na wewe ndio wamekuwa kinga cha wewe kutoka msituni. Siku ile watatoka kwa maisha yako, utapata njia ya kutoka kwa msituni. Sema amen. Abraham akamwambia Lutu, dawa hapa tusikae chini tuongee tutatue shida. Kuna mambo mengine si ya kukaa chini kutatua. Bwana asifiwe. Kuna watu wengine mkikosana sio kukaa chini na kuanza kutatua. Hapana, kuna watu wengine hizo vitu wacheni kutatua ati ndio muendelee vizuri. Kuna watu wengine ni kuambia ukienda hivi, mimi nitaenda hivi. Hiyo ndio tatizo, hiyo ndio suluhisho ya maisha yako. Bwana asifiwe. Haleluya. Suluhisho ingine ya maisha yako ni wewe kuacha kwenda kwake. Ni wewe kuacha kujenga urafiki wako naye. Kata mawasiliano kabisa mpaka ikufe. Bwana asifiwe. Siku hizi nataka nikae mahali ambapo nikikaa ninafaidika. Mahali sifaidiki sikai, natoka mara moja. Na mahali ninaogopa kukaa siku hizi ni mahali ambapo watu wanachuki na mimi. Kwa siri, watu uko na wao lakini kwa siri wanachuki. Kwa siri wanawivu na wewe. Sikai hapo, sikai hata kuwe kuzuri namna gani sikai. Kaa mahali people will celebrate you. Kaa mahali ambapo kuna energy ya kukusaidia kuendelea. Hii mambo ya kukaa na watu wako na energy mbaya, wacha nikwambie itakusumbua. Maombi iko na nguvu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuliona jana ya kwamba wakamchukua Petero, akamfunga na akamwekea watu wamchunge. Neno ni wamchunge asitoke hapo. Sinisikia tena bado tuombe hiyo kaombi tumalize. Ni nini imewekwa ikuchunge? Magonjwa inaweza ikawekwa ikakuchunga usikuwe na pesa. Unajua hivyo? Magonjwa inaweza ikakaa kwa maisha yako. Hiyo ndio ya kukuchunga usikuwe na pesa. Madeni inaweza kuwa ndio imewekwa ikuchunge usikae na pesa. Hebu simama juu kwa miguu yako tuombe. Oh
Yesu, asubuhi ya leo ni moyoni mwangu nimeliamini neno lako, na kwa kinywa changu ninakiri neno lako. Kwa jina la Yesu natangaza kila walinzi ambao wamewekwa kumonita maisha yangu nisitoke kwa hiyo shida, nisitoke kwa hiyo hali, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu natangaza, ninavunja na kutoka, natangaza ninatoka, natangaza ninatoka, natangaza ninatoka katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Bado nitaomba siku ya leo, endelea kuomba. Pigana na roho zimewekwa zikuchunge, usitoke hapo katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Si Mungu akubariki na Mungu akutende mema. Tumeshukuru sana kuwa pamoja na wewe mtazamaji wangu popote umetazama ukiwa, tunasema baraka sana kukuwa na wewe katika jina la Yesu. Natumai umeweza kushare video hii ili ukaweze kukua baraka kwa wengine katika jina la Yesu Kristo Bwana wa Mungu hai. Naitwa Apostle PM Simiyu, Voice of Fire wa kanisa la Winners Celebration Center hapa Kericho, a fellowship where everybody is somebody. Kutoka hapa kwetu nasema tukutane wewe tena kesho katika jina la Yesu. Amen. Amen. Shika sadaka zako tunapomwabudu Bwana. Baba, tunakutukuza kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zako ni za milele. Ushukuriwe Bwana, uhimidiwe Bwana na upewe sifa katika jina la